Mtazamaji wangu tena, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo pia nimekuandalia fundisho maalum ambalo kichwa chake kinasema jinsi ya kuzuia migawanyiko makanisani. Na kabla hatuja katika fundisho letu la siku ya leo, na ni vyema tuangalie yale ambayo tulijifunza katika kipindi kilichokwisha kupita. Na kichwa chake kilikuwa sababu 10 zinazofanya makanisa kugawanyika. Na tukiangalia sababu hizi ambazo tulijifunza ni kwamba jambo la kwanza tulijifunza juu ya kiburi, pengine kiburi kutoka kwa viongozi au pengine hata kutoka kwa baadhi ya washiriki, migogoro isiyotatuliwa, wivu na mashindano, kukosa mawasiliano mazuri, uongozi dhaifu au usio wa haki, kutokuwa na mfumo wa uwajibikaji, tofauti za mafundisho, maneno ya ubea, kupendelea au upendeleo, na vile vile kupotea kwa maono ya pamoja. Na hayo ndio tuliyokuwa tumejifunza katika kipindi chetu ambacho kilikuwa ni cha hapo awali. Na siku ya leo ningetaka tuangalie jinsi ya kuzuia migawanyiko makanisani. Na tutakuwa na hoja 10 ambazo tutaziangalia. Na hoja ya kwanza inasema jenga utamaduni wa unyenyekevu. Na tunaona watu wajifunze kusikiliza na kujishusha. Katika waraka wa Filipi sura ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba kila mtu amheshimu mwenziwe kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Na hoja ya pili inasema shughulika migogoro mapema. Usingoje hadi mambo yakuwe makubwa. Katika Injili ya Mathayo ya 18 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba nenda ukamuonyeshe kosa lake. Katika hoja ya 3 inasema dumisha mawasiliano ya wazi. Eleza mambo wazi, epuka siri zisizo za lazima, na vile vile sikiliza pande zote. Hoja ya 4 inasema jenga uongozi wa haki. Kiongozi ni lazima awe mwadilifu, asiyependelea na vile vile mwenye hekima. Na hoja ya 5 inasema fundisha neno la Mungu kwa usahihi. Mafundisho sahihi huleta umoja na imani. Waraka wa Efeso sura ya 4 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba hata na sisi zote tutakapoufikia umoja wa imani. Tunapoangalia hoja ya 6 inasema dhibiti maneno. Wafundishe watu kusema kwa hekima. Waraka wa Yakobo sura ya 3 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini hujaa mambo makubwa. Hoja 7 inasema ondoa upendeleo. Haki ionekane kwa kila mtu. Na vile vile hoja ya 8 inasema dumisha maono ya pamoja. Tunaona ya kwamba ni vizuri kukumbusha kanisa mara kwa mara kusudi lake. Hoja ya 9 inasema omba pamoja. Maombi huunganisha mioyo. Na tunapoangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba hawa wote walidumu kwa moyo mmoja katika kuomba. Na hoja ya 10 inasema jenga upendo wa kweli. Upendo huvumilia, husamehe na vile vile huunganisha. Waraka wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba zaidi ya yote haya jivikeni upendo, ndio kifungu cha ukamilifu. Na tunapoelekea kufika ukingoni, ni vizuri kujua ya kwamba mgawanyiko hauji tu kwa sababu ya tofauti. Huja kwa sababu ya kukosa kushughulikia tofauti kwa njia ya Mungu. Na kanisa linaweza kuwa na watu tofauti lakini liwe na moyo mmoja. Na tunapoangalia waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 1 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba nawasihi kwamba ninyi nyote mnene mamoja, wala kusiwe na faraka kwenu. Zaidi ya yote haya jivikeni upendo. Na naomba msamaha mtazamaji wangu kwa sababu fundi wangu wa mitambo ambaye anarekebisha sauti
na kuisawazisha vizuri ili uweze kunisikia vizuri, ananiambia kuna sauti fulani ambayo inatokea ambayo ilikuwa inatokea wakati tulipokuwa tunaendelea na mafundisho yetu. Kwa hivyo nakuwa baradhi na najua ya kwamba kama pengine kuna mawasiliano ambayo pengine imepotea hapa na pale, pengine tutaweza kurekebisha. Kwa hivyo ni asanti na Mungu akubariki. Na kwa haya na kutakia kila laheri unapoendelea kushughulikia mambo ya kanisa lako, ukiwa kiongozi, ukiwa mshiriki, ili kanisa lako liweze kusimama imara. Na kwa hivyo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.